Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo. Karibu katika habari ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari, na sijafika kwa studio, kwa hivyo sitaonekana kwa kamera. Nikaona ni vema niweze kuwajulisha kupitia kwa njia hii ya audio, lakini katika kanda ambayo nitaitengeneza baadaye nitakuwa naonekana kwa picha. Habari zimetufikia katika meza yetu ya habari zinasema ya kwamba kiongozi wa chama cha ODM anusurika kifo kufuatia ajali ya ndege. Sasa kiongozi huyu ni deputy party leader katika chama cha ODM, anaitwa Godfrey Ososi. Pia ni seneta katika kaunti ile ya Vihiga, na alikuwa miongoni mwa manusura baada ya ndege kutua kwa dharura katika uwanja wa ndege wa Wilson Airport jioni ya Ijumaa tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2026. Ilikuwa hiyo jana, huku abiria wote na wafanyikazi wa ndege wakinusurika bila majeraha. Kwa hivyo taarifa ambazo tumezipokea ni hizo. Kabla ni zame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Unapoendelea kutazama hii kanda, utukabidhi like, kuna alama ya kidole hapo chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe na uwashe kengele. Sasa habari ndio hii. Ndege hiyo ilikuwa ikitoka katika eneo lile la Kisumu. Ilipotoka nje ya barabara ya kuruka na kutua, tunasema kwa kizungu runway, wakati wa kutua katika kile ambacho mamlaka zilieleza kwa ndani kama ajali ya kutoka nje ya runway. Kwa mujibu wa maafisa, watu 39 walikuwa ndani ya ndege hiyo ambayo ilitua ghafla wakati wa tukio hilo. Abiria walikuwa 34 huku wafanyikazi katika ndege hiyo walikuwa 5. Mamlaka ya viwanja vya ndege Kenya KAA ilithibitisha kuwa ndege hiyo ilikuwa nje ya runway takriban mida ya saa 2:55 usiku, dakika 5 kabla ya saa 3 usiku hiyo jana, lakini ikasisitiza kuwa hakuna majeruhi. Ilisisitiza na kusema hakuna majeruhi yeyote ambaye aliweza kulipotiwa, na naomba kuyanukuu yale ambayo uwanja wa ama mamlaka ya uwanja walioyasema. Walisema ya kwamba tungependa kuthibitisha kuwa abiria wote na wafanyikazi wako salama salimini bila majeraha yoyote yaliyoripotiwa. Ndege bado ipo eneo la tukio hadi kufikia sasa, na juhudi za uokoaji zinaendelea. Shughuli za uwanja wa ndege wa Wilson zinaendelea kama kawaida. Seneta Ososi naye aliweza kuzungumza na vyombo vya habari. Alisimulia nyakati za taharuki wakati wa kutua, akieleza jinsi ndege ilivyokuwa ikipambana kabla ya kusimama. Akasema ya kwamba anashukuru Mungu kwa ulinzi wake baada ya kutoka salama salimini katika ajali ya ndege hiyo katika uwanja wa Wilson jioni ya siku ya Ijumaa. Alikuwa miongoni mwa abiria 39 waliokuwa ndani ya ndege hiyo, na aliweza kumsifu rubani kwa hatua zake, akisema alionyesha ustadi mkubwa wa utulivu katika kudhibiti ndege na kueleza wakati alipoielekeza nje ya runway. Ososi alibainisha kuwa uamuzi wa haraka wa rubani uliokoa hali ya kuzuia janga kubwa zaidi ambalo lingeweza kusababisha moto hatari kama ndege ingeendelea kusonga kwenye runway. Hata hivyo, mbunge huyo alieleza wasiwasi mkubwa kuhusu ukosefu wa huduma za dharura katika uwanja wa ndege kufuatia tukio hilo. Alikosoa ukosefu wa huduma za msingi za dharura, akisema hakukuwa
na ambulance eneo la tukio, na hakuna timu ya uokoaji iliyokuja kuwasaidia wakati walipopatana na ajali hiyo. Na aliweza kusikitisha sana kwamba licha ya juhudi za rubani kuokoa maisha, hakukuwa na operesheni za uokoaji za haraka kutoka kwa usimamizi wa uwanja wa ndege. Hakukuwa na ambulensi eneo hilo. Akaendelea kusisitiza na kusema hakuona usaidizi wowote, lakini Ososi alifichua kuwa ajali hiyo ilitokea siku chache baada ya yeye kuomba taarifa katika seneti kuhusu wasiwasi wa usalama na kudorora kwa miundo msingi katika uwanja wa ndege wa Wilson. Na haya yote yanakuja baada ya mbunge mwingine kuaga dunia. Ikumbukwe kwamba takriban majuma matatu yaliyopita tuliweza kumpoteza mbunge wa eneo bunge wakilishi la Emurua Dikir ambaye anaitwa Joanna Ang'eno. Naye alikuwa na Wakenya wengine 5. Sasa ndege aliyokuwa anaisafiria ikaanguka katika kaunti ile ya Nandi na waliweza kupoteza maisha wote papo hapo kufuatia hali mbaya ya hewa, ama tuseme kulikuwa na mvua iliyokuwa inanyesha wakati huo ikasababisha ajali hiyo. Na tumeshuhudia visa kama hivi vinaendelea kushuhudiwa katika taifa la Kenya baada ya mvua kujaa ama kuwa nyingi ikilinganishwa na wakati wa kiangazi, wakati hatuwezi kushuhudia ajali za ndege. Na haya tunasema ya kwamba Mungu ni mwema, aliweza kuwasaidia. Godfrey Ososi, kiongozi wa chama cha ODM kama deputy party leader, waliweza kunusulika, hawakupoteza maisha baada ya rubani kujaribu kila awezalo kuhakikisha kwamba aliweza kudhibiti ajali hile wakati ndege ilipokuwa na makosa wakati ilikuwa inatua katika uwanja wa Wilson Airport. Hayo ndio tumeyapata katika taarifa za hivi sasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye na nitakuwa naonekana kwa picha. Ni kwa sababu hii ilikuwa breaking news, nikaona nikailete kwa njia ya audio. Sijafika kwa studio, lakini nikifika nitakuwa naonekana kwa picha. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, na kuomba tukaweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe ambacho kipo hapo chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kubalishiwa na kuandikiwa subscribe. Tutakadi kule kengele. Bonyeza kengele ili upate kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Omo Kenya TV. Sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen.